Yes, ni kipimo sahihi kabisa. Unajua ukiangalia kwenye ligi kuu Tanzania bara, miongoni mwa timu ambazo zinakupa testi nzuri nyakati ambazo unaenda kucheza nao, basi ni hawa JKT. Sio kwa bahati mbaya Simba kwenye mawazo yao pamoja na kwenye vikao vyao kufikiria kurudi kwa mara ya pili kucheza na hawa JKT. Ikumbukwe mara ya mwisho walicheza kwenye mechi ya ligi kuu, Simba kashinda goli 2-1, lakini unaona jinsi gani ambavyo Simba alipigwa back to school, jinsi gani ambavyo unatakiwa uende kuzicheza mechi ngumu. JKT wana uimara mkubwa sana, kuanzia kwenye safu yao ya mabeki, ukija kwenye kiungo ambako utamkuta mkongwe Sospeter Bajana, miongoni mwa viungo bora kabisa wa katikati, lakini kule mbele wakina Po, unaona jinsi gani ambavyo wamejitahidi kuitengeneza timu kwa bora. Unaona JKT ambayo ukimaliza mpira dakika 90 unasema yes, nimepata ushindi au nimepata sare, lakini kuna namna ambavyo nimepata nyakati ngumu. Kwa hiyo kwa Simba kurudi kucheza mechi ya pili ya marejeano au mechi ya kirafiki zidi ya JKT, kuna namna ambavyo wanahitaji kupata mechi tafu, mechi ambayo itawafanya wachezaji muda wote damu kuchemka, mechi ambayo itawafanya wachezaji kuwa na maandalizi mazuri kuelekea kwenda kupambana na mpinzani wake Petro di Rwanda. Unajua Petro di Rwanda kuna msimu walikuwa na msimu mzuri sana kwenye ligi ya mabingwa. Kama unakumbuka walitolewa kwenye hatua ya robo finali na TP Mazembe, lakini unaona kwenye msimu ule walijitahidi kucheza vizuri kwenye kila mechi. Walikuwa na washambuliaji wao wawili mbele, kuna yule Jonathan Toro pamoja na Giribato msimu unaokuja akaenda Orlando, lakini kwa bahati mbaya alikutana na Orlando ikiwa na wachezaji wengi wazuri, akufanikiwa kupata namba kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo binafsi kwa Simba naona wamepata kipimo kizuri, na haya ni maandalizi mazuri kuelekea kwenye mechi za ligi ya mabingwa.